pata nafasi ya kipekee kwa ajili ya kuweza kuchangamana wetu na kuweza kuwa sehemu ya suluhisho katika changamoto wanazozipitia. Kwa hivyo nimefurahi kupata nafasi kujumuika pamoja nawe tena, mtazamaji wetu ambao umepata nafasi kwa pamoja nasi. Karibu sana katika kipindi chetu. Naam, asante sana mchungaji. Najua kwamba shughuli ni nyingi kwenye sehemu ya wiki, lakini tunashukuru kwamba umetenga muda, tayari tumejumuika pamoja. Na leo kuna swala ambalo nilipenda tuweze kuangazia na kusaidia katika jamii. Kuna swala ambalo nimekuwa sehemu fulani na nikaweza kulipata na nikasema ni vema tuweze kulizungumzia, na wewe kama mchungaji ambaye unatufaa katika masuala ya kijamii uweze kutupatia mwelekeo na kuweza kutusaidia. Kuna hawa watoto ambao wanajipata kwamba hakufanikiwa kupata malezi ya baba wala malezi ya mama, na kisa hiki ambacho nakizungumzia ni cha mtoto wa kike ambaye sasa ni mtoto wa kike, ni mtu mzima, yuko shule katika chuo kikuu, lakini anasema kwamba alipozaliwa mzazi wake alipata ujauzito yeye akiwa mwanafunzi. Yule mama alipata ujauzito akiwa mwanafunzi, na aliyempachika mimba alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anafanya kazi katika ile shule ambaye yule mwanafunzi alikuwa anasoma. Lakini baada ya yule mwanafunzi kupata ujauzito, ikawa aliyempachika ujauzito akakaa na ile mimba. Kwa hivyo huyu mwanadada akawa ni mwanadada ambaye ilimlazimu kuacha masomo, akaweza kurejea nyumbani mpaka kipindi cha kujifungua kikafika, na akajifungua yule mtoto, lakini pia yule mama hakuwa na ari ya kumlea mtoto. Kwa hivyo akamchukua mtoto akaenda akamtupa katika boma la yule mwanaume, lakini familia ya mwanaume pia haikuwa tayari, haikuwa willing kulea yule mtoto, ikaweza kumchukua ikaenda kumtupa katika boma la kina msichana. Kwa hivyo aliyekubali kulea huyu mtoto ni nyanya ya mama pekee, na amemlea katika shida, matatizo chungu nzima, shida, kuhangaika. Masomo yake ya shule ya msingi, shule ya upili imekuwa ya matatizo, kusaidiwa ufadhili hapa na pale, hadi amefika katika chuo kikuu mwaka wa 4. Sasa wale wazazi wamejitokeza, baba ambaye hakumlea amejitokeza, mama ambaye pia alimwacha akaenda akaolewa kwingine pia amejitokeza, kwa sababu sasa msichana amekuwa mtu mzima na tayari ameonekana mwenye bright future, kwa sababu pia anataka kuingia katika ile ndoa. Lakini yule mtoto anaonekana kama ana hasira, mchungaji, kama ana uchungu mwingi, kwa sababu hawa wazazi walikuwa wapi? Kwa nini waliniacha? Mbona sasa hivi wanaona kama mimi ni mtu wa muhimu sasa? Na alikuwa naomba ushauri, akaniuliza kwamba nifanye vipi, kwa sababu anasema ndani ya moyo wake ako na hatred against hawa wazazi, na hisi kama moyo wake uko tayari kuwasamea wala kukubali kwamba ni wazazi wake. Jambo hilo kweli lina uchungu, lina machuto, kwa sababu hakuna mwenye alitarajia, yani wote hawakutarajia, na kitu chenye hawakutarajia hawakujua jinsi ya kulishughulikia pande zote. Kwanza msichana hakutarajia kushika mimba, labda hakuwa amejipanga. Kijana huyo msichana, kijana hakutarajia amepachika mimba. Kwa hivyo walikuwa katika hali ya kushangaa, au wawili kwanza. Na sasa kama wawili wenye wameleta jambo hawakutarajia, na wanapelekea mzazi upande mwingine mwenye hatarajii, na huyu tena anaporudishia huyu pia hatarajii. Unaona sasa ikawa ya kwamba wote hawakutarajia, walikosa mazungumzo, walikosa mwelekeo, walikosa kushauriwa ili wakaweze kujua ni jambo gani wanaweza kufanya. Na hata huyo msichana pia yeye hakutarajia atafanywa hivyo. Kwa hivyo wote walikuwa katika hali ya kushangaa, na katika hiyo hali unakuta kwamba inahitaji mazungumzo, inahitaji wakaweze kuelekezwa wote tu, kwa sababu nyanya ndio alifanya kazi nzuri sana. Anastahili kupewa heko, anastahili kuungwa mkono, anastahili kusaidiwa, anastahili kula matunda ya mtoto. Lakini huyo mtoto pia anahitaji kuweza kusungumuziwa ya kwamba wazazi wake hawakutarajia, lakini sasa kwenye mambo imefika, at the end of the day atahitaji baraka ya mzazi, na huyo tu mwenye anakataa ndiye mzazi wake, ndiye baba mzazi, mama mzazi, wale ndio wamebeba baraka zake. Kwa hivyo inahitaji reconciliation ifanyike, na kupeana pia heshima kubwa kwa wale waliowajibika kuweza kumlea, kwa sababu walisaliwa katika hali ya kutotarajia. Na msichana akawa yeye anataka arudi shule kusoma, ama labda
familia hii wenyewe wakarimia mtoto, na hao pia wanasema labda hatuko sure mtoto huyu hata ni wetu ama hapana, labda amesingisiwa. Unajua kuna kuanga na mambo mengi yenye haitarajiwi na yenye haijulikani ni nini inaweza kufanyika. Unajua siku za kitambo hapo ilikuwa kwamba wakati mtu anapata mimba walikuwa watu wanashangaa, yani wanakaa wakiwa na wasiwasi labda ajifungue apate shida akufe, karama yenye inafanyika. So mtu hawakwa mara nyingi tayari kuitikia kuchukua eti mtoto wakati amesaliwa ama mtu ameshika mimba aseme wacha akuja. Hapana, walikuwa naona in case of anything what will happen, watapikwa fine, labda itakuwa mziko kuweza kushika, labda mtoto si wao. Sasa walikuwa katika hali ambayo haikuwa yani hawakuwa sure na jambo la kufanya. Kwa hivyo kutotarajia hiyo ndiyo ilileta shida kubwa, least expected kwa pande zote. Na sasa baada ya mtoto kuja ilikuwa opportunity ili waanze kutafuta harmony and reconciliation kwa njia moja au nyingine, ili watume kwa kawaida kiafrika kwa Bukusu mara nyingi wanatuma sasa shangazi ama mtu aende kuonyesha kwamba mtoto ni wetu, waende wamtembelee, waende wanyoe nywele, wafanye vitu kama hizo ili kuonyesha kwamba kuwarudisha pamoja. Kwa hivyo katika jambo kama hilo generally kwa wakati wa sasa mambo haya yako, si kwamba haipo, ni kweli aliyoongea huyo ni mwanadamu. Na ukisikia ushuhuda kwamba ulikataliwa huku ukakataliwa huku, ukakataliwa na wazazi, ukakataliwa na upande wa mama, upande wa baba, unaanza kufeel spirit of rejection iko juu yako. Na sasa unahitaji kusaidiwa kwa sababu yale umetendewa pia usipochunga utatendewa wengine ama itatendeka kwako pia. Chances are there. So unahitaji kujua how can I be healed? How can I come out of it? Ninaweza kujiondoa katika hii mambo namna gani? Ninaweza kutoka nipokee baraka namna gani? Kwa kukubali na useme kwamba from now henceforth, kuanzia kwangu na kuendelea, mimi nabadilisha hii lineage, nabadilisha hii tabia, nabadilisha hii mtindo, nabadilisha. Na unatafuta reconciliation na unaanza upya. Labda uponye kisasi chako. Lakini kama atasema sasa vile imefanyika hivyo, huwezi jua hao wazazi nao pia huko nyuma ilikuwaje. Kwa hivyo inahitaji wewe uamue. Unaona mtu kama katika Biblia, katika kitabu Mambo ya Nyakati mlango wa 4:9, Biblia inaongelea mtu anaitwa Jebes. Jebes aliposaliwa, Biblia inasema kwamba alisaliwa katika boma lao. Watu walimchukia kwa sababu alisaliwa wakati wa magonjwa na alifanya ulikuwa na shida mingi katika familia yao. Na siku moja akauliza, mama, kwa nini mimi naitwa hii jina? Na hii jina nikiitwa ni husuni. Hii jina nikiitwa ni kama inanikumbusha mahali ambao si mzuri. Na akaambiwa kwamba alisaliwa wakati wa magonjwa, wakati wa shida, na ndio kaitwa hilo jina. Na akaenda kwa Mungu akasema, Mungu, nataka unihurumie, unibadilishe jina, upanue mipaka zangu, nioshe, nikaweze kubarikiwa, nikaweze kuwa na amani na uzao wangu. Na Biblia inasema kwamba alipoomba hivyo Mungu alimkubali na akamwezesha, na Jebes akafunguliwa na akabarikiwa. Ukisoma milango ya mbele akawa mtu wa baraka. Kwa hivyo unafika mahali ukafanya uamuzi, ukasema kwamba kutokea kwangu mambo mpaka yabadilike. Ndio walinikataa, labda kutojua, labda kuna mambo ya misingi ya kitambo, lakini kuanzia leo mimi nataka kuleta utofauti. Msichana huyu ambaye unasema unakataa, hauna wazazi wengine, hauna fotokopi ya wazazi, hauna wengine utaenda walete. Huyo ni nyanya, anapaki nyanya, na kuna baraka ya nyanya, lakini kuna baraka ya baba na kuna baraka ya mama. Kwa hivyo ndio hawakutarajia, ndio wakajipata katika hiyo hali, lakini unahitaji kukubali msamaha, maana msamaha ni jambo la maana. Wazazi kama wamekuja na wameona you reconcile, please usisuie msamaha, maana kwa kusameha Mungu atakusamehe na milango yake inaweza funguka ukaweze kupokea baraka tele. Naam, tumezungumzia hilo swala mchungaji, kisa na maana umesema kwamba hayo mambo yanafanyika, si kwamba yamekoma kufanyika, yapo yanafanyika, yanaendelea kutokea, na kuna watu wamejikuta kama katika hali kama ile, katika njia panda. Lakini pengine naomba tuweze kuzungumza na watazamaji wetu. Nini kinafaa kufanyika kwamba wakati wewe kama kijana wa kiume yote yule umeweza kumpachika mtoto wa mtu wa kike ujauzito, ni sawa uweze kukimbia haya majukumu kwa sababu hauko tayari, kwa sababu haukutarajia, ama ni vizuri pia useme kwamba sasa limetokea, hebu niweze kukua hapa niweze kulishughulikia? Jambo hilo iko na maana mara tatu.
kwa sababu unaona wasichana kama wako shule mara nyingi, labda msichana amekuwa na boyfriend moja, wawili, watatu, wanne, watano. Labda kwa wakati mwingine kijana akishika simu ya msichana anapata kuna messages ya watu wengine. Labda kuna unresolved issues ambayo anashuku labda msichana huyo ana marafiki wengine. So ujauzito ukitokea in such a relationship, always kijana wanasema how sure am I? Ni mimi. Ninaweza kupepa mzigo si wangu. Aya, wengine wanatumia that advantage, ataongelesha huyu, atasema tena mwingine. Kuna mmoja ambaye story hiyo nimeisikia kwamba alikuwa na watatu na wote amemwambia hii mimba ni yenu. Mtoto wenye nimepepa ni wako. Support anapata kwote. Ikafika wakati sasa kila mmoja anataka mtoto aende kwake. Unakuta kwamba inakuwa vigumu sasa uamuzi kuweza kufanyika. Lakini kama ni uhusiano rafiki ambao mtu amejua huyu ni rafiki yangu wa kike wa kiume, tuna uhusiano na tumeingia kwa mapenzi na mtoto amepatikana, wao wanasema kwa bahati mbaya, lakini wao wanajua, lakini wamesema kwa bahati mbaya. Kama amepatikana, si vyema kutoroka, ni vyema kuonyesha solidarity, kwa sababu why now run? Kwa nini ukimbia wakati kama huu? Ni vizuri ukue pale, usimame na yeye. Kama hauko tayari kumchukua akuje akae na wewe kwa ndoa, sasa ndoa ianzie pale, ukaweze kujitokeza, ukaende kwao ama utume watu waende kwao. Yes, ni sisi tumekuwa katika hii hali, lakini we are ready to support msichana wenu mpaka wakati atajifungua. Kwa lolote lile we are there. Hiyo inaletanga kutulia na msichana pia akwe na amani. Lakini kukimbia, kuacha msichana sasa anashindwa afanye nini, ndio naona wengine wanakunywa sumu, naona wengine wanafanya uamuzi ambao si mzuri, wanachiingiza katika mambo ambayo labda haingetendeka mwanzo. Kwa sababu wengine anakimbia lakini bado anampenda, anakimbia lakini anajua akijifungua tena bado atarudi huko. Kwa hivyo ni vizuri watoto boys ama wanaume ukaweze kuachipika, take responsibility, kwa sababu kama limetendeka, why run? Wachibika, kuwa pale, onyesha solidarity, mtie nguvu, msaidie, simama pamoja naye kwenye inawezekana. Na hata ikiwezekana kama mko shule, mkubali akuja akae mikononi mwako, aendelee kulea ujauzito wake baada ya kujifungua. Kama on the process hamtaona ndoa haiko, basi muone vile, mpange vile mnaesalea huyo mtoto. Huyo mtoto apokee ulezi wa wazazi pande zote. Aone huyu ni baba, huyu ni mama, ama huyu ndiye baba yangu na huyu ni mama yangu. Hata kama wako pamoja, lakini aone akianza kuwa mdogo, aanze kuona kwamba nina baba ambaye anawajibika kwangu. Nafikiri inaweza kuwa vizuri. Naam, wakati tunazungumza masuala kama hayo, kuna watu ambao wamehisi kama hawa watoto ambao umewazungumzia mchungaji, kwamba anahisi kama hakupata malezi ya baba, hakupata malezi ya mama. Labda wakati mwingine hata hajakataliwa, lakini amejikuta kwamba hawezi ishi na baba, pengine kwa mfano sababu labda huyu baba ni baba na familia yake, na pia mama akienda kuolewa kwingine, mara nyingi kule ambako wameolewa wanaume wengine hawawezi kubali mtoto ambaye si wa lile boma. Kwa hivyo unakuta kwamba huyu mtoto inamlazima aweze kuishi katika mazingira ambayo labda kupata ile malezi ya mama na baba kwa pamoja inakuwa ni tatizo. Kwa hivyo analelewa na wale walezi tu, ama pengine tulivyosema labda nyanya. Kwa hivyo wakati mwingine wanakuwa katika jamii watu ambao wanajihisi kama hakuna mtu ambaye awadhamini, hakuna mtu ambaye aliona umuhimu wao katika maisha. Kwa hivyo wanaishi wakiwa na ule uchungu, na maamuzi yao wakiwa watu wazima pia yanakuwa ni maamuzi machungu zaidi. Hilo jambo ni kweli kabisa, kwa sababu ilitendeka na iko. Na reality ni kwamba akienda kukaa huku hata kuwa na amani yote. Akienda kukaa huku hata kuwa na amani yote, kwa sababu kwenye mama ameoleka watamuona tofauti, na kwa baba huko ndiye anastahili kukua, na huko ndiye anastahili kusaidiwa, ili hata kama wana familia nyingine akaweze kuwa na much attachment, kwa sababu huko ndio urithi wake na huko ndio familia yake. So kama nyanya ako upande wa baba, nyanya upande wa baba, huko ndiye anastahili kuweza kuishi na anastahili kusaidiwa, kwa sababu at the end of the day huko tu ndio kwao. At the end of the day
hao tu ndio familia yao. Hata tukiwa kwamba harmony haiwezi kukua 100%, lakini anastahili kuwa attached na upande ule. Ukule ndio urithi wake, huko wanastahili kuweza kumsaidia. Lakini unakuta kwamba sasa zingine watu wengine wako na misimamo mikali, hata kukaa na mtoto mwenye si wake. Hapo kwa sababu ya maisha haya, by the way, mtu akifika 25 years si mtoto tena, ana uamuzi wa kuweza kuishi. So kama wewe mzazi na pande zote, mama na baba, mnesamua kama unaona huku mazingira si mzuri, huku si mzuri, ndio jaribu kuweka ile inawezekana, maisha ambayo inawezekana. Alafu tukitoka pale, muone ni wapi anaweza kaa mtoto huyu na endelee kupata support mzuri, akwe na amani, atuhisi ya kwamba sisi ni wazazi. Maana it happened pasipo kutarajia, ama ilitupata kwenye sasa hatuwezi msema akae huku, ama kusema huyu atoke kwa ndoa akuje wakae pamoja for the sake of this one. So itakuwa kwamba mazungumzo ikuwepo pande zote, na kijana msichana mfulana pia akaweze kuongeleshwa, ili asianze kuona kwamba kuna uadui ama wamemwachilia. Hapana, mwambie kama ni masomo, we are supporting you, upkeep we are doing it, lakini for the sake of your mahali ya kukaa ukuwe na amani, tunaona hapa itakuwa sawa. Ukihitaji msaada wetu ama kututembelea, you can come. Lakini sasa kwa sababu uwezi kutulia kule muda wote, utakaa na nyanya, utakaa na andi, lakini support yetu rest assured. Nafikiri akiendelea kukua akijua kwamba ana support pande zote, hataweza kuwa na machungu labda kama yule mwenye ameachiliwa tu. Naam. Kwa wale ambao sasa ni watoto wenyewe wamejikuta katika ile hali kwamba huyu ni mtoto ambaye tunamzungumzia kwamba sasa ni yeye alipatikana pengine nje ya ndoa na yuko pale na anahitaji kuishi maisha kama watu wengine, akubalike katika jamii, na pia asiendeleze ile chuki katika kizazi ambacho kiko mbele yake. Yeah. Kwa sababu ya hilo unakuta kwamba katika mazungumzo ndio itaweza kusaidia pia kudetermine kuona huyu mtoto ako namna gani, na upande huu pia wazazi pande zote kujaribu kuweka taraja. Unajua sangine si automatic tu kwamba amekuja na ndugu yako, dada yako, respect. Kuna uhusiano unajengwa, kuna na iye inachangiwa na ile mzazi ambayo uko mahali pale, kwa sababu ilifanyika na iko pale, na anahitaji kuweza kupata relationship iendelee kukuwepo ya kijamii, ili on the process ikaweza kupunguza chuki, kwa sababu kesho hii mwenye the rejected stone becomes the cornerstone. Yule mwenye mnaona kwamba ni msaliwa, yule ametoka nje, anaweza kuja akwe baraka na kombo ile boma. Kwa hivyo wazazi pande zote, you never know tomorrow. Unahitaji kufanya juhudi pande zote, uhakikishe kwamba kila mtoto anahisi ya kwamba amepewa equal chance. Kama ni masomo, apelekwe, kama wengine wameenda boarding school, hata huyu aende boarding school. Kama shopping inafanywa, wote kama wanaendelea kukua, ifanywe equally, wapewe opportunity. Kila mmoja yenye anapewa anaona kwamba wamewapea pande zote, itaendelea kupunguza ile chuki. Ndio inaweza kuwepo, lakini unaona kwamba wamejaribu. Naam. Vile vile mchungaji, tuna hili swala la kuweza kuharmonize hii familia sasa, kwa sababu tumepata familia pengine baba ndiyo alikuwepo akajukumika, lakini sasa inafika wakati ambapo huyu mtoto anahitaji kuweza kuja katika familia, ama mama amekuwa na familia nyingine na huyu mtoto anahitaji kuja katika ile familia, ama wakati mwingine tunajikuta katika hali ambayo labda mzazi hasa kina mama, kwa sababu ulikuwa kwenye ndoa ya kwanza pengine mambo hayakwenda sawa, ukatoka pale na mtoto mmoja, watoto wawili, ukaingia katika ndoa nyingine, mtoto mmoja pengine mambo hayajakuwa sawa, ukajikuta pia umeondoka. Sasa hawa watoto unajua wana baba tofauti, lakini bado ni watoto wa mtu mmoja. Sijui inafanyika vipi ili kuwe na ule uhusiano uwe cemented, kwamba hawa watoto wajue kwamba japo kwa sababu wakati mwingine wakiwa watu wazima wanajua ukweli kwamba huyu ni kakaangu, ni dada yangu, lakini baba wetu si mmoja, na wakati mwingine kunatokea chuki kweli kweli. Nimeyaona hayo kwa mheshimiwa wetu, naweza taja mheshimiwa wetu mmoja, wakati wamekuwa kwa matanga kule Webuye, ilikuwa Webuye, yes. Mheshimiwa mmoja alikuja na akasimama akasema, mimi watoto wawili wa kwanza ni wangu. Sasa wewe ukatoka ukaenda kwingine ukasahau kule watoto, na ili wale watoto wasije wakaoana, ukaweze kuwaleta, uambie bwana yako na bwana yake pia alikuwa pale, watoto hao wote wakuja wakutane wajuane, la sivyo wa kwangu wataoa wako na ambao mama yao ni mmoja.
So jaribu, maana yeye alipopata wake akawapeleka wakasoma, ni engineer ni nani, na hao pia wote wamesoma na hawakai pamoja, maana kila mtu alikuwa na uwezo, akapeleka wake kwa njia zake, wamefanikiwa. Sasa wamekutana kwa matanga ya relative na wote wamekuja kwa sababu ilikuwa na wauzu. So nasema kwamba hebu jaribu tukaweze kuwaleta pamoja, kwa sababu mimi ni kama sasa mkubwa mpaka niwaelekeze. So nakuta ya kwamba jambo kama hilo linapokuwa inahitajika kuweza usingoje takaya mwisho wenda wamefikia uamuzi ule wa kufanya misimamo mikali. Uendelee kuonyesha kwamba maisha ilipokuwa ngumu, nilipotoka kwenye nilitoka, niliacha ndugu yako, dada yako huko. Watoto waendelee kujua wangu na my sister. Na kwenye wako huko wajue kwamba hata mkiwa hapa tukiwa na nyinyi, kuna your brothers and your sisters wako somewhere. Kwa hivyo wanapoendelea kukua, kuna element hiyo iko na functions kiwa saa zingine ni vyema waendelee kuanza kuweka taraja ya kuweza kuwa na uhusiano, kwa sababu uwezi jua na mambo haya yanatendeka. Unaweza ona huyu amesaliwa Kitale, huyu Bungoma, lakini wanaenda university moja. Wakifika pale uwezi jua nini itatendeka. Wanaanzia kule, watakapokuja huku mtu anaanza kuongea, unaona mapua, unaona masikio, unaona na hii masikio si nini, na si masikio yanafanana. Unajua watu na hawawezi ona hiyo. So unakuta kwamba already wameingia kwa mambo ya incest ambao si mzuri. Kwa hivyo ni vyema, ili kutoa hiyo hatred, ili kutoa hiyo makosa yatakayokuja baadaye, ni vyema tuanze kuweka taraja mapema ya kuweza kuwaleta waanze kujuana, waanze kujua kwamba huyu ni sister, hata ikikosa kuwa labda 100%, lakini tuwe na taraja, tuweke platform ambayo inaweza kuwafanya wakisaidia mwingine asione kwamba mali yetu inaenda, one this is my sister, this is my brother. Wakimsupport, wakiwa na function, wakiwa na masomo, wakiwa na uhitaji wa pesa, ianze kuonyesha kwamba there is someone ambayo tuko related na ambayo ilikuja chinzi, ilifanyika chinzi ilifanyika. Naam. Asante. Pengine pia tukiangazia katika ile line, kwa sababu ni mambo ambayo yapo katika jamii. Kuna hili swala la wazazi ambao tunakuwa pamoja, alafu tunajikuta kwamba mchungaji labda katika sababu za kutoeleweka tumeweza kutengana, na mara nyingi wazazi wakitengana, anayekwenda na watoto anakuwa ni mama. Kwa hivyo baba anakataa kujukumika katika malezi ya watoto. Sijui kama inakuwa ni jambo la busara kwamba mama uchukue hatua za kisheria, kwa sababu unajua unachukua hatua za kisheria kumsurutisha baba kuweza kulea hawa watoto, na watoto pia wanakuwa wazima, wanajiuliza maswali kwamba ni kwa nini baba yetu aliweza kusurutishwa ili aweze kutupatia msaada, ili hali alikuwa na uwezo na sisi ni watoto wake. Nafikiri jambo kama hilo wazazi wanahitaji kujua kwamba watoto hawana makosa. Kama ni mtoto wako, yeye hana makosa. Kukosana kwako kwenu ni kwa bibi na bwana. Watoto hawana makosa kati yenu. Tofauti yenu kama ikuwe yenu, lakini tuendelee kuasa pamoja, tunasaidiaje hao watoto, tunawajibika aje kwa ajili ya hao watoto, kwa sababu watoto hawako amuko sana watoto, na watoto ni wako, na ni haki yao kupata support kutoka kwa pande zote. Na kwa sababu labda ya umri ndiye imefanya labda wakasema wakae na mama for the time being, labda wakifika umri fulani wanaweza kurudi kukaa huku ama huku, watafanya uamuzi sheria chinzi inavyosema. Wakifika miaka 18 wanaruhusiwa kuweza kuamua pa kukaa, lakini kabla hawajafika pale wanahitajika kuwa close to mom, to the mother, kwa sababu wanaona kwamba ama kisayansi ama kisheria inashauri kwamba mama ana attachment strong na watoto wadogo. Kwa hivyo kama wameenda pamoja na mama, si kwamba wewe haujui, hauwachibiki. Mama anaweza kung'ang'ana nao, na wewe wasapoti tu watoto wako. Kama unataka kupea mama pesa, hakikisha mambo ya fee umelipa, mambo ya chakula umefanya. Hivi tu fanya kwa hiari tu, kwa sababu ni majukumu yako. La pili, ukijua kwamba it's just for a season, kwa sababu ikifika miaka kiwango fulani, kama umefanya attachment na watoto, wataanza kuona hata kama tunakaa na mama, baba yetu anakuja, baba yetu anatusaidia, anatembelea shule, lakini wewe ulikataa. Mlipokosana ukajitenga na mama, mama akaenda na watoto, support yenye unapeana hata unaweza kuwa unapeana, lakini hautembelei watoto, hauendi shule, hauwachibiki katika event zao. Wanapoendelea watajua kwamba ni mama tu wanang'ang'ana na sisi, ili hali na wewe baba huo na wachangia. Kwa hivyo hakikisha kwamba
unachangia kusaidia watoto, unawatembelea wakiwa na events, hakikisha mwenyewe umeenda. Kama ni pesa, hakikisha umelipa, ili wajue kwamba hii pesa nitoka kwa baba, hii shopping ilitoka kwa baba. Baba alikuja visiting day, baba alikuja siku ya graduation yangu, baba yani uanze kuonekana pande zote. Mama akienda, baba anaenda. Kama mtaka kukutana pamoja, panga fulani siku fulani. Na kama ni vyema kukutana kwa ajili ya watoto, kutaneni, maana watoto amuko sana. Mara nyingi watu wanatumia hiyo nafasi, anasema sasa wacha ngangani na watoto. Watoto hao ni wenu, na siku yenye watafika wakati waamue mioyoni ya kwamba hapa mama yetu aliteseka peke yake na baba alitucheza, itafika wakati utaanza kutafuta kulaani, lakini makosa itakuwa chanzo ni wewe. Ndio unaona mara nyingi watoto wanaona wakialika baba kwenda kuwatembelea, mama kwenda kuwatembelea, na senda hata wiki 2. Lakini baba akienda akilala siku moja, wanauliza baba, bomo umeachia nani? Shika fare rudi nyumbani. Wakisema na hata eti bomo umeachia nani? Eti ng'ombe ende uchunge poma, la ng'ombe moja iko nyumbani. Lakini mama akienda mwezi moja, miezi 2, kama ameenda ng'ambo, anaenda kula hata nakaa miezi 6, ameenda kutembelea watoto. Siku baba anaenda already wamepanga ticket ya kurudi, kwa sababu wanaona you didn't add much value to them. Kwa hivyo ombi langu ni kwamba wazazi, wanaume, wazee, kina baba, tuwajibike sawasawa na kina mama kwa ajili ya watoto wetu. Kama kuna changamoto lolote, si watoto walisababisha, ni nyinyi wenyewe, tofauti yenu, misimamo yenu na uwezo wenu na matarajio yenu yaliyosababisha labda mkakosa kuendelea kuwa pamoja, si watoto. Kwa hivyo tupe watoto lile wanalohitaji. Naam, pengine tukimaliza tu mchungaji, katika haya mambo ya kifamilia, kuna hili swala pia ambalo linachangia hawa watoto kuteseka tu, kwamba kwa mfano mama ameweza kupata watoto nje ya ndoa, kama tulivyoanza kwamba nimepata mtoto nikiwa mwanafunzi, pengine nikiwa nyumbani, ama nikaolewa kidogo nikapata watoto, lakini ndoa haikuweza kunistahimili pale. Kwa hivyo nimekaa, alafu nimepata ndoa nyingine, na huyu mwanaume ambaye nampata sasa hawezi kubali watoto wangu waje kuishi naye. Kwa hivyo unakuta kwamba mama ana hali ya kuishi na watoto wake, lakini baba ambaye anaishi na huyu mama ambaye ni baba wa kambo sasa hayuko tayari kuishi na hawa watoto. Hii msemo inasema kwa Kikuyu ya kwamba hata kwa Bukusu, wanasema no huweza siuna huweza nenda kala. Yani ukikubali mambo yangu unakubali na mambo, ukinikubali mimi unanikubali na mambo yangu, unanikubali na misiko yangu, unanikubali jinsi nilivyo. Hauwezi kusema wewe nimekukubali na haya nitenganisha, hapana. Huyo hajakuja na nia nzuri. Anayesema kwamba amekupenda na apendi watoto wako, huyo hana nia nzuri, akuazii mazuri, kwa sababu hawezi jua umbali gani umetoka na watoto, jinsi umeng'ang'ana, jinsi umewafikisha na kwenye wanaenda. Lakini ukije sasa wacha watoto wakae peke yao, wewe kuja tuishi huko, huyo hana nia nzuri, na baadaye yakiharibika atakuacha vile vile. Kwa ufupi, anayekupenda na apendi watoto hakupendi. So haina haja kupembeleza kwamba aelewe tu, etielewa tu watoto waende wakae kwa nyanya, na nyanya akikufa. Maana kuna wengine wanasema kwamba hata mmoja ataki yani watoto wajulikane kwamba ana watoto. Sasa wamekaa kwa nyanya, nyanya akakufa, wakapelekwa Andi akafika mahali akakufa, watoto wakapaki sasa wanahangaika. Sasa huyu naye tayari msichana mama hakuonyesha msimamo kutetea watoto wake. Sasa wakati watoto wenye walikuwa nakaa na watoto wametoka, sasa ikawa ya kwamba anashindwa anafanyaje. So ako kwa ndoa ako stressed, watoto huko wako stressed, kule tena amekaa kule na anaona ameweka mizizi, hataki kutoka huku na hataki kuona watoto wake wanateseka. Sasa anaendelea kuumia katika mawazo, lakini msimamo ijulikane mapema. Watoto wako, anayekupenda apende watoto wako, asaidie watoto wako wale wenye amekupata nao. Alafu Mungu akimbariki na wengine, basi waendelee hivyo. Lakini kama atakuja aseme sitaki kuona watoto wako kwangu, eri ng'ang'ana watoto wako chizu wanang'ang'ana. Naam.
tukimaliza, najua mchungaji kwamba una ushauri katika haya mambo ambayo tumeyazungumzia. Manake ni mambo ambayo yapo kwenye jamii moja kwa moja, yanatokea, yashatokea na huenda yakazidi kutokea kwa sababu maisha yapo, wanadamu tunazidi kuishi na mambo mengi yanatokea. Pengine ushauri wako kwa haya mambo yote ambayo tumeangazia leo kwenye awamu ya pili ya Staftahi, ushauri wako ni upi kama mchungaji? Nataka kusema ya kwamba kwa wapendwa wetu ambao wananitazama, yale tunayaongea inaweza kuwa na kuhusu, inaweza kuwa na husu rafiki yako, jamii yako, rafiki mwenye unaona anapitia changamoto kama hiyo, lakini nataka tukaweze kuambia kwamba maisha yako iko mikononi mwa Mungu. Mungu wetu anakujua, na iwapo kuna jambo liliweza kutokea lenye wewe huko na uwezo nalo, usipaki na huo msimamo kwa ajili ya kwa sababu kulipisha kisasi. Mfano kwamba kama mtoto alisaliwa nje ya ndoa na labda kutotarajia ikawa ya kwamba haujapata malezi bora, tumia nafasi hiyo kurekebisha nayo kuja. Usiendelee kukwama kwa yaliyopita, kwa sababu changamoto zipo, na kama umechipata katika hiyo hali, tutafute the good side of it, or how we can pick up the broken pieces and make something out of it. Kwa hivyo tutumie hiyo nafasi ili kuweza kuwasaidia kurestore hope na kuonyesha there is still future. You can still make it in life. Hata kama uko peke yako, hata kama wazazi walijitenga, hata kama umeona ya kwamba kwa sababu ya mingangano na maisha na pressure pande zote ukaona umepaki katikati, still God loves you and God has a good plan for you. It's not time to feel abandoned and rejected. Pick up yourself and you can make your future again. Na iwapo kwa neema ya Bwana Mungu amekusaidia kufaulu, usianze kulaani na kukasi jamii yako. Maana wengine wamelelewa katika orphanages, wengine wamelelewa katika mikono ya wasamaria wema ambao tuko na wao tunajua. Isiwe sasa wakati ya kusema kwamba sitaki kuona baba yangu, sitaki kuona mama yangu. Labda pressure yenye walikuwa nayo by that time maybe hukujua. Unalohitaji kufanya ni kutafuta reconciliation ili mkaweze kurudiana, mkaweze kuishi kwa amani, ukaweze kuwasaidia kiwango chenye unaweza, pasipo kusahau waliokulea. Maana kuna wale wengine biological fathers na wazazi waliowazaa na walezi. Usiche sasa ukaona kwamba mlezi si wa maana. Ndio, kuna baba na kuna mlezi. Kama ililelewa ifanyika hivyo, wote wapewe heshima zao. Maana kuna baraka ya baba msasi. Kwa hivyo jamii yote tujue kwamba tunaishi nyakati ambazo changamoto kama hizo ziko, na tuishi tukitafuta suluhisho. Tutafute imetendeka hivi, ni nini tunaweza kufanya ili tukaendelee vizuri, ili tusirudie katika hali ambayo tuko ndani, ili tusaidie mwingine asije akachipata katika haya na afanye uamuzi mbaya. Kwa sababu ukiwa katika shida na ufanye uamuzi mbaya, you have not solved the problem. Create more problem for yourself and for your generation to come. Kwa hivyo tutafute namna ya kubadilisha ili kuanzia kwako wewe mwenyewe uanze kuleta utofauti na mabadiliko ambayo yatadumu siku zote. Naam, pengine kuna neno ambayo hatujaliguzia leo mchungaji, lakini ulipenda kuliguzia kwa faida ya jamii na watazamaji wetu pia. Nafasi ipo. Asante. Pili, nataka kusema ya kwamba wakati wazazi kama nyinyi mnapoendelea kukua, jua kwamba kesho hii unapoona huyo mtoto hata endelea kwa mtoto, huyo mtoto anaendelea kukua. Na fanya chenye unajua kesho atakukumbusha. Fanya chenye ukijua kwamba kesho hautachutia, kwa sababu ukiona kwamba una punish mama yao na watoto wanakuwa punished, ujua kwamba kesho hii watoto hao watakumbuka. Lakini kama unaona kweli umekosana na mama, endelea kuonyesha upendo kwa watoto, endelea kusaidia kwenye unaweza. Inaweza kosa kuwa 100%, lakini onyesha msaada kwamba unaendelea kusaidia watoto wale, ili kesho hii unaweza kuwa, maana wale wanaendelea kukua wakubwa na wanaendelea kwenda chini. Wewe ulikuwa na uwezo wa pesa, pesa inaendelea kuisha na wao wanaendelea kuinuka na neema ya pesa. Kwa hivyo iwapo ulitenda mazuri na wao,
hautang'ang'ana, watakukumbuka pia, wataendelea kusaidia. Ulisimama na wao wakati wa shida, watasimama pamoja nawe wakati shida nawe itakapokuja. Wanasemaga kwamba cast the bread in the book of Proverbs, Ecclesiastes, cast the bread into deep waters, you'll harvest it at the time of need. Endelea kusaidia wale, uwezi jua ya kesho utahitaji msaada wao. La pili, unapokosana na mtu, usiweke msimamo wa kukosana forever. Tafuta makosa ingine uwe inakuwa ya kawaida tu, ambayo unaweza fika mahali ukaona hapana, we need to make our ways, we need to reconcile, we need to iron out. Hata kama ni beyond msichana alioleka ama mama alioleka kwingine na huyu kwingine, tuweke taraja kwa ajili ya watoto, ili watoto hao wajue kwamba kuna wazazi katika kiwango fulani, itaweza kukusaidia. Maana maisha haya, at the end of the day, you need to one another. Unasema kwamba nilienda, lakini nafika mahali msaada wa damu inahitajika. Kuna mahali walikuwa wamekosana wameenda, na damu inayohitajika inatakana itoka huyu mwenye wamekosana naye. So ikawa ya kwamba ni vigumu, maana nafikiria vile walikosana, vile alifanya. Ilibidi watu wengine watumike kwenda kupembeleza, ndio akaweza kusaidia mtoto katika familia hiyo. Kwa hivyo wapendwa, tunapoishi maisha haya ambayo tunaongelea, watoto wanaojipata kwamba hawakai na wazazi wao wako tena wengi, na tukaweze kutafuta namna ya kuweza kuwafanya wajisikie wanapendwa, wajisikie kwamba pande zote wanahusika. Inaweza kosa kuwa labda wazazi directly au wahusiki, lakini hata kifamilia, kwa sababu wale watoto is part of that family. Naam. Asante mtazamaji, tumekuwa kwenye awamu ya pili ya Staftai. Tumekuwa kwenye awamu ambayo kila siku ya Ijumaa tunaangazia masuala ya kijamii, na hili swala ambalo ameliangazia leo mchungaji ni swala ambalo lipo katika jamii, ni swala ambalo linaendelea, na wengi wamefanya maamuzi machungu kwa sababu ya kile ambacho tumekiangazia leo. Hakuna mtu ambaye alikuwa upande wao, hakuna mtu ambaye aliwasikiliza, hakuna mtu aliwajali, hakuna upendo wa mama ama baba ulikuwepo, na mtu akachukua maamuzi ambayo hayafai. Lakini kwa sababu ya kuweza kuzungumziwa na kuweza kuona faida na kuelewa, basi unakuta kwamba jamii inazidi kuwa katika hali ya kuelewa na mambo yanatatuliwa katika njia ambayo inafaa. Na nitakuwa namruhusu mchungaji kuondoka ili tuweze kuingia katika awamu nyingine. Nimpe nafasi pengine ana jambo la kusema na kukupa nambari ya simu kabla nimruhusu aweze kuondoka studioni. Asante mtazamaji, Mungu akubariki, Mungu akutende mema. Najua tunaishi nyakati ambayo zina changamoto nyingi, lakini katika hiyo mambo yote tusidi kumkumbuka Bwana, tusidi kuweka taraja ya mawasiliano hata katika maisha ya kawaida, kwa sababu mambo yanapokuwa magumu ndio watu wanafanya uamuzi mbaya, na unakuta kwamba watoto wanajipata wametengwa. Kwa hivyo naomba kwamba katika ugumu ule uendelee kukua na another chance, peana another chance kama solution inapatikana kwa changamoto tunazozipitia. Kwa hivyo Mungu awabariki, Mungu awatende mema. Weekend hii tunayoingia na tunapoanza wiki mpaka tutakapokutana tena, mchungaji Clapperton Mchanga, namba ya simu ni 0705 001937, 0705 001937. Mungu awabariki, Mungu awatende mema. Tuwapende wale ambao wanaona hawapendwi ama wameachwa ama wametengwa ama wamekataliwa. Tuonyeshe upendo kwao, tuonyeshe kwamba Mungu ako pamoja nao na Mungu ana baraka zao, asiwezi suiliwa. Hata tukiona katika Biblia kuna wale walelewa mmoja tu hivyo, labda pande zote hawakupata support, walipata support kwa watu wengine, lakini waliweza kufanikiwa. Hata katika maisha katika nchi ya Kenya kuna ushuhuda, mifano mingi ambao tunataja fulani alilelewa na msaada wa watu wengine, lakini alikuja kufanikiwa, alikuja kusaidia hata jamii zao. Kwa hivyo yule mwenye unamkataa mwisho anaweza kuwa mkombozi wako. Usimkatae leo, maana ujui ya kesho. Usimkatae leo kwa sababu leo wewe umefanikiwa, kesho anaweza kuwa mkombozi wako. Huwezi jua ni nani umekaa na yeye, huyo anaweza kuwa taraja ya maisha yako, anaweza kuwa suluhisho wa uponyaji wako, anaweza kuwa mlango wa watoto wako. Kwa hivyo yule unayemkataa anaweza kuwa baraka. Usiruhusu mtoto ajue kwamba baba alinikataa, mama alinikataa, jamii ilinikataa, kwa sababu kesho hii you never know. Maana yote iko mikononi mwa Bwana. Mungu awabariki. Shukran mtazamaji, niruhusu basi nimpe nafasi mchungaji aweze kushughulikia masuala mengine, lakini Ijumaa ijayo panapo majaliwa tutakuwepo tena kwenye awamu kama hii kuweza kuangazia masuala ya kijamii. Mimi naitwa Winnie Wanyonyi, mgeni wetu ni mchungaji Clapperton, mwelekezi wetu ni Kelvin Kibet.
Thank you.